Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Napenda kutoa taarifa kuhusiana na matukio mawili yaliyojitokeza katika mkoa wetu kama ifuatavyo. Ni kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linawashikilia watu wawili kwa majina ambao ni Ambrose Anthony Msafiri, ana umri wa miaka 18, ni mfanyabiashara na mkazi wa kijiji cha Nyangomango kilichoko wilaya ya Misungwi, na mwingine anayeshikiliwa ni Emmanuel Perius Kagero, ana miaka 18. Yeye ni mlinzi ambapo anafanyia shughuli zake za ulinzi kwenye kampuni ya ulinzi ya Wildan, na mkazi wa Mji Mwema wilaya ya Ilemela. Wote wanatokea katika mkoa wa Mwanza. Watu hao wameshikiliwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo na kusababisha taharuki katika jamii. Matukio hayo ni kwamba mnamo tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 2 za usiku huko katika kitongoji cha Kaseni, kijiji cha Nyangomango wilaya ya Misungwi, kuna kijana mmoja ambaye anaitwa Ambrose Anthony Msafiri. Huyu alitoa taarifa kituo cha polisi cha Misungwi kuwa alikutana na mtu ambaye alimgusa kwenye bega, na kwamba baada ya tukio hilo la kuguswa kwenye bega na mtu huyo ambaye ni mfanyabiashara na mkazi wa hapo Misungwi, lakini wakati mwingine anafanyia shughuli zake Kigamboni, Dar es Salaam, ilimsababishia kupotea kwa sehemu zake za siri. Taarifa hiyo iliibua taharuki miongoni mwa wananchi waliokuwa katika eneo hilo, na mara baada ya taarifa hizo kufika katika kituo cha polisi, jeshi la polisi walifika mara moja kwenye eneo la tukio na kuanza uchunguzi kwa kuwahoji watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kumkamata huyo mtuhumiwa kwa mahojiano zaidi. Hata hivyo, mtoa taarifa alichukuliwa kwa ajili ya kuhojiwa pia na kufanyiwa uchunguzi wa kitaalamu, ambapo uchunguzi ulionyesha kuwa sehemu zake za siri zilikuwa katika hali yake ya kawaida katika mwili wake. Hivyo uchunguzi ulibainisha kuwa hakuwa na changamoto za aina yoyote, tofauti na alivyokuwa ametoa taarifa hizo kwa jeshi la polisi, lakini na kusikika kwa wananchi. Mtu huyo ameshikiliwa katika kituo cha polisi siku ya tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka huu majira ya saa 6 za mchana katika eneo la Kirumba wilaya Ilemela. Emmanuel Perius Kagero, miaka 18, mkazi wa Mji Mwema kata ya Nyamanoro wilaya ya Ilemela, alitoa taarifa kwa askari polisi waliokuwa doria eneo hilo, akimtuhumu kijana mmoja aitwaye Jordan Deocras Kabinga mwenye umri wa miaka 21, mjasiriamali na mkazi wa Igogo wilaya Nyamagana, kuwa amemgusa bega na kuchukua sehemu zake za siri katika njia za kumshika bega na kuleta hiyo taharuki. Kutokana na madai hayo, askari wetu waliokuwa doria pia walifika wakamchukua huyo mlalamikaji na kwenda naye kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi, ambapo
baada ya uchunguzi wa kitabibu kufanyika, ilibainika kuwa mtoa taarifa huyo Emmanuel hakuwa na tatizo lolote katika sehemu zake za siri na zilikuwepo kama kawaida. Hawa watu wote wawili imebainika kwamba walitoa taarifa za uongo, hivyo wameshikiliwa na jeshi la polisi kwa mahojiano zaidi. Kutokana na matukio hayo mawili, watuhumiwa hao wanahojiwa na taratibu za kiuchunguzi zitakapokamilika watafikishwa mahakamani. Jeshi la polisi hata hivyo linatoa wito kwa wananchi kuacha mara moja tabia za kusambaza uvumi na usiokuwa na uthibitisho wa aina yoyote. Vitendo hivyo vinaweza vikasababisha taharuki miongoni mwa jamii, inaweza kusababisha kuvurugwa kwa amani ndani ya jamii na kuhatarisha maisha ya watu wasiokuwa na hatia, wale waliosingiziwa kwa uzushi huo, na kuhatarishia usalama wa maisha yao. Hivyo jeshi la polisi linaomba wananchi kuacha tabia hizo, kwani kufanya hivyo ni kosa na wanaweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Hata hivyo, jeshi la polisi kupitia mpango wa mkaguzi wa kata na utaratibu wetu unaowataka wakuu wa polisi wa wilaya na wakuu wa vituo kutoka maofisini kwenda kuzungumza na wananchi, wanaendelea kutumia nafasi hiyo ya ushirikishwaji wa jamii kuendelea kuwatahadharisha wananchi kuepukana na tabia ya kuzua uvumi kwa lengo la kuleta taharuki kwenye jamii. Kazi ambayo inaendelea kufanyika vizuri katika kata zote, tarafa na kwenye wilaya zote kuelimisha jamii yetu. Lakini kwa kutumia nafasi hii, mimi kamanda wa polisi wa mkoa nazidi kusisitiza kwamba wananchi waache tabia ya kusambaza uvumi usiokuwa na ukweli na hivyo kutaka kuleta taharuki katika jamii. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.